Of course kitu muhimu unajua tulikuwa na face Simba ambayo imetoka kupoteza katika zile shirikisho. Ilikuwa unfortunate, ingekuwa vizuri kama angeshinda lile kombe, lakini sometimes inatokea katika mechi. Of course ukiangalia Simba kwa sasa hivi nilisema ni timu ambayo wanajua kutumia muda, wanajua kutumia space, kwa sababu unaangalia wanacheza 1-2 touches, wanaweza kurun in behind the defense ya mpinzani. Ukiangalia tulijaribu kwa control dakika 35 ni 0-0. Of course dakika 36 hivi katika wide area mahali ambapo Simba wanacheza 52% katika mchezo wao, ilikuwa 1 against 1. Nafikiri defender wangu angeza kutap hiyo mpira vizuri, no goal. So I think tuli concede from Simba individual mistake sisi wenyewe, but kama coach tuna live na tuna grow out of it. But second half tumecheza very fantastic play. Jonathan Soa akatake on the defender, akatake on the keeper. Reality is a straight penalty and a straight red card. It's 1-1 at half time. So Singida 11 players, 1 goal. Simba 1 goal, 10 players. Game imechange forever. Second half tumecheza sawa 11-11. Thank you very much. Tumekuja katika second half, see another situation there. Tumeimpose Simba, tumepush Simba mpaka 25 meters from their own goal. Tumeimpose our game to Simba in the second half. So inamaanisha timu yangu imegrow kwa sababu tunaangalia CAF ticket. Tumelipata na nafikia upinzani wetu wa leo inatupea kidogo kwa ile ambayo tunaita control emotions zetu, but also kwa resilience, kwa sababu ukikosa penalty mbili, first half 1 penalty, second half 2 another penalty, it's big. That's why tunasema technology may catch up with us. Soon itakuwa similar kila pahali, but for me as a coach I think kwa game, in terms of the game, I congratulate my players how far we are. Lazima tuzidi kuwa na tamaa, tuzidi kuwa na desire, kwa sababu hiyo ndio ligi letu sasa hivi. Imeanza kwa competitive vizuri, tujitayarishe vizuri, tunapatana back to back na Simba, tunarudi Babati for the semi-finals. Maybe nimepoteza katika ligi, I'm winning it in Babati. Kwa hiyo kocha, ina maana matokeo haya ni I lose in the league today, I'm winning it semi-finals in Babati. It's 2 penalties. You cannot miss 2 penalties in the game. Kwa ina maana kupoteza kwenu leo ni makosa ya mwamuzi, si makosa yenu. What is important, the better team lost today. The better team? The better team lost today. Ulipofanya mabadiliko kipindi cha pili kuingia Damaro, Emmanuel na Poko, mchezo unaonekana kubadilika. Kwa nini ya kuamua kuanza nao ili upate kile ambacho umepata kwenye second half? Of course kitu muhimu ni dakika zile za kwanza za mechi. Nimekueleza kuwa Simba wanacheza pressing dakika 20 ama 25 kwa mechi zao. Ukiweza overcome that one, then of course kuna bigger chance ya game. I think today hata wewe mwenyewe kwa katika game tumekuwa na bigger chances of the game. Tumekuwa more chances than Simba today. Of course kama team najua kwa sasa hivi it's not easy to convince you because I've lost. It's not easy. Si rahisi kukushawishi kwa sababu nimepoteza, lakini nimepoteza kwa sababu ya nini? Ni red card penalty. Finish. Red card penalty. Hiyo ndio aggression inakupa. Unaweza penda kuanalyze mechi kwa yote. Sasa hivi mimi yangu nacheza katika CAF. Simba kwa CAF, Azam kwa CAF, Yanga kwa CAF. Sawa. Kitu muhimu ni si analysis, kitu muhimu ni outcome. Mechi imeisha vipi? Sivyo? So naweza analyze, lakini the dominance of the game today, maybe Simba walikuwa na fatigue, maybe hawakuwa na fatigue, maybe ningepata 2 penalties ningeshinda. So tunaachwa na hizi kwa sababu ya yale vipengele ambazo nazizungumzia, lakini nataka kusema kongole kwa wachezaji wangu kwa sababu tumeweza kujisukuma kwa kila mpangilio tulikuwa nao. Ndio kwa maana leo unaona mechi hata mashabiki nafikiria wamechelewa kutoka kwa stadium kwa sababu wanajua kwa mawazo yao kidogo Kenya wameona. Wamejua Kenya wameona, sio? Umezungumza kuhusiana na huu mchezo na makosa ambayo yamesababisha mkose. Kuelekea mchezo unaofuata, haujaona ubora wote wa Simba ambao unaweza kuzuia kwenye mchezo unaofuata, licha ya kwamba umezungumza kwamba kuna makosa ambayo yamepelekea nyie kukosa ushindi leo? Of course our way of play kama Singida, ukiangalia hivi ndio jinsi tumecheza leo, hivyo ndio tunacheza katika mechi zetu zote. Kwa hivyo tutaenda kuimarisha hayo. Tunajua tuna respect Simba kwa sababu wako na ile momentum katika kucheza mechi kubwa hizi karibuni. Ila pia sisi nafikiria tumejistahimili vizuri kuweza kupata ile momentum ambao amekuwa nayo. Unapata na timu imecheza nusu quarter finals, semi finals, wakacheza finali. Hebu angalia momentum iko juu, sivyo?
so tumeweza kuwa stop. So kitu muhimu ni kuwa sasa hivi tumebrush shoulders, so tukienda Babati haitakuwa the same, itakuwa the same. Sawa, kwa sababu kuna mahali tumevuta from them, kuna pale wamepata kutoka kwetu, but sisi kitu muhimu ni kutry to make sure that tuna turntables in Babati. Hivyo tu. Nachukua hii mechi kama home and away, back to back. So wamepata leo ushindi, so can we bounce back in Babati? Yes, we can do it.